Issue ya kuflop ni dunia nzima. Kabla hujamzungumzia Mpanzu, mwangalie Mwamnyeto. Msimu mmoja nyuma ilifika hatua mpaka watu wakataka aachwe. Lakini mwangalie leo. Unajua hawa nao ni binadamu. Kama ambavyo uko wewe. Kuna kipindi mwili unachoka, kuna kipindi unakutana na changamoto nyingi za nje ya kiwanja, familia. Unajua tunakuwa tunawachukulia wachezaji ni kama watu ambao hawana maisha mengine. Wewe mwenyewe ukiwa na stress zako za familia, mpenzi, mke, ukapata shida, hauwezi kuwa sawa kazini. Na wao pia ni binadamu vile vile, wanapitia mambo mengi ya nje ya kiwanja. Sema kwa sababu mashabiki wao wanataka kuona tu wakifanya vizuri. Kwa hiyo hawaangalize bad moment ambazo unakuwa huko nazo. Mimi naamini Mpanzu mchezaji mzuri sana, lakini anapitia wakati mgumu. Leo hii Mayele anakaribia mechi 20 akiwa Pyramids, hajafunga hata goli moja. Lakini huyo ndio mfungaji bora wa msimu uliopita wa CAF. Sawa Lakini mpaka leo tunapoongea sio kwenye ligi yao, sio klabu bingwa, hajafunga. Kwa hiyo hivi vitu kwenye mpira vinatokea, lakini namna gani ambavyo watu wako wa karibu na mashabiki wanaweza kukuendo kuweza kukusaidia kwenye kurudi katika ubora wako. Kwa nafikiri jukumu kubwa la kumrudisha Mpanzu sio la waandishi, ni la wanachama, mashabiki na viongozi wa Simba, ndio wanatakiwa wao muencourage. Lakini ikitokea na wao sasa wakaanza kumuataki kama ulikuwa unaona anatumika ile, maana yake sasa wewe ndio mwenye mchezaji wako. Wewe tena unaanza kuhisi kwamba anatumika. Maana yake unamtoa kwenye mchezo. Kwa hiyo pia mashabiki wa Simba wana changamoto katika hilo. Wanashindwa kusupport wachezaji wao. Angalia Dube, alipitia wakati mgumu, Yanga wakaamua kumsupport mpaka wakamchangia pesa, ilimsaidia. Kwa hiyo na wenyewe pia walione hilo kwamba nao ni binadamu. Kama kuna moments ambazo wanakuwa wanapa furaha, hata kipindi ambacho wako vizuri, waweze kuwa support sababu ni sehemu ya timu zao na hawana namna kuweza kufanya kwa bidii. Hizi lenki za kafu ni lenki ambazo zinakuwa zinakaa ndani ya miaka mitano. Yaani wanaandaa miaka mitano ya mashindano ndio wanakuwa wanaziandaa zile points. Na kwenye ule msimu wa mashindano zinakuwa ni alama 5. Msimu unaofuata ni 4, unaofuata 3, unaofuata 2, unaofuata ni 1. Kwa hiyo wanakuwa na ranki hivyo. Na kwenye kila msimu manake unatoa alama nyuma. Kwa katika msimu huu Simba aliingia alikuwa na alama 33. Ulipokuwa unaanza huu msimu. Kapi 33. Yanga aliingia alikuwa na 25. Ndio alikuwa ameanza nazo katika msimu huu. Kwa hiyo michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho wanaanza kuhesabu pointi katika hatua ya makundi. Na ukiangalia Azam alikuwa anacheza hatua za awali miaka yote alikuwa na hata moja. Sababu ili upate pointi walau pointi moja au nusu pointi kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo ukiingia kwenye hatua ya makundi ya kombe la shirikisho, kuingia tu unapata alama 0.5. Kwa maana ukiwa wa 4 kwenye kundi lako. Ukiwa wa 3 unapata alama 1. Sawa? Ukiwa wa pili na wa kwanza unapata alama ngapi? 2. Hilo kombe la shirikisho. Klabu bingwa ukiingia hatua ya makundi tu unapata alama 1, nafasi ya 4. Unaona na nafasi ya 3 unapata alama 2. Nafasi ya kwanza na ya pili unapata alama 3. Kwa hiyo Simba ameingia klabu bingwa. Kwa bahati mbaya amekuwa nafasi ya 4. Sawa, mwisho kwenye kundi, si ndio? Kwa hiyo unachukua ile 1 aliyoipata unaizidisha na 5 ya mwaka wa mashindano. Unapata alama ngapi? 5. Unakwenda kujumlisha na alama zake ambazo anazo msimu huu 30 ngapi? 3. Ndio anapata alama ngapi? 38. Yanga alikuwa na 25 msimu walipoanza. Alikuwa anaacha alama 8 na Simba. Walipoanza tu amemaliza nafasi ya 3 kwa anapata alama ngapi? 2. 2 mara 5 za mwaka huu 10, unakuja kujumlisha na ngapi? 25 unapata ngapi? 35. Kwa Yanga amepanda kutoka kwenye alama 25 mpaka ngapi? 35. Simba msimu uliopita alikuwa na alama 43 zikashuka mpaka 33. Kwa hiyo sasa anakwenda kwa 38. Kwa maana Simba anakuwa na 38, Yanga ngapi? 35. Kwa hiyo Yanga anapanda kutoka nafasi ya 12 kuja nafasi ya 10, Simba anashuka kutoka nafasi ya 5 mpaka nafasi ya 8 kwa sababu uwiano wa alama ni 38 kwa 35. Nafikiri swali lako kidogo ni tata, lakini nitakwenda kujibu hivi. Simba ukiangalia iliyoanza msimu na ya sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana. Imebadilika. Yaani ile ambayo imeanza msimu ule na kipindi hiki kuna changes ambazo umeweza kuzipata. Yaani kuna positive progress ambayo inaonekana ikiendelea kusogea. Lakini mabadiliko hayo au ongezeko hilo bado halitoshi kuifanya Simba iwe katika level moja na Yanga. Bado Yanga wana timu nzuri kuliko Simba mpaka sasa hivi. Na bado hiyo mechi inahalia kwa Yanga. Na bado Yanga anaweza kupata matokeo. Ikitokea vinginevyo ni masuala ya mpira. Lakini kwa maana ya quality wise na vikosi bado Yanga yuko far better kuliko Simba. Ingawa Simba ameimprove pakubwa kutokea pale ambako alikuwepo. Amesajiliwa kwa sababu ameanza kuonyesha. Lakini bado tuendelee kumpa muda.
Sababu ukiangalia mechi ile ya FAR Rabat, ukiangalia mechi ya Ahli, zote hakucheza katika kiwango kikubwa. Ukikompea na mechi pengine ilikuwa ni ya ligi ambayo alifunga magoli mawili na kuasisti moja. Na siamini kama Yanga walisajili mchezaji hata Okelo kuja kucheza na Dodoma Jiji au Namungo. Maana yake ulisajili wale wachezaji ili waje kuongeza kitu katika michuano ya kimataifa. Lakini angalia Damaro ambacho alikifanya katika michuano ya kimataifa, mwangalia Okelo mpaka saa hizi ambacho anakifanya, mwangalia Depp. Kwa binafsi nafikiri bado ni wachezaji ambao ni wa kawaida katika level za kimataifa. Lakini katika ligi wanaweza kwenda kuwasaidia. Kwa upande wangu mimi nafikiria hivi. Au labda plani ya engineer unavyoiona usajili kwa kwamba shindwa au plani zake ni zile zile na watu mimi nafikiri issue sio kufeli. Issue ni kwamba una hiyo fandi. Yaani hapo unakuta kuna depo labda ni dola 300. Hapa kwa mchezaji mwingine dola 700. Uwezo unao. Kwa hiyo wanachokifanya wanafanya kile kitu bora kulingana na capacity yao. Yaani tunasajili katika level ya kawaida. Ukiangalia juzi nilikuwa naangalia mchezaji mmoja alikuwa ile Belkane ile kiungo namba 8 namba 6 yule. Ameenda Libya. Umeona? Kamara, si ndio? Kwa nini Simba Yanga hakumuona? Lakini wameshindwa kwa sababu nini? Hela ni kubwa inayotakiwa. Kwa hiyo hao viongozi wetu wanasajili hizi timu kwa kutumia bajeti ndogo. Kwa hiyo ukisajili ndio kuna mawili. Kuna wakati hata click, kuna wakati hakuna kitu, kwa sababu si watu ambao wanaweza wakakuashua 100%. Angalia disha kubwa ambalo Yanga alichukua watu wangapi? Mpaka sasa anabakia na watu wangapi? Kwa upande wa Simba the same, alichukua ngapi? Kabakia na wangapi? Kwa hiyo ni biashara ya kubahatisha. Unaweza kuchukua 7, katika 7 unapata wawili. Na wenyewe sio wa level ya juu. Ile unakuwa na afadhali compare na ambao uko nao. Kwa hiyo nafikiri changamoto ipo kwenye uwekezaji. Kwa hiyo kuna haja ya hizi timu mbili kuhakikisha kwamba kama kweli wanatamani kufanya mafanikio makubwa ya mpira, lazima waongeze uwekezaji. Yaani sasa dunia ipo kwenye kutumia pesa. Kutoa dola milioni 1 ni kawaida kwa timu nyingine. Yeah. Nimeona comment nyingi za baadhi ya wachambuzi na hata mashabiki wanalalamikia namna ambavyo. Hapana. Mimi ambacho kinipenda kuambia Yanga wamekosa wachezaji wakubwa ambao wanaweza kuwa na umakini katika maeneo kumalizia. Miongoni mwa timu ambazo zimetengeneza nafasi nyingi kwenye michuano hii ni Yanga. Kwenye kila mchezo kama utaamua kufuatilia. Hiyo mechi ambayo ilitoka bila kufungana na JS Kabylie ya ugenini, Yanga itakuwa kuweza kushinda, nafasi 4 za wazi hawakuweza kuscore. Mechi ya Ali nafasi 3 za wazi hawakuweza kuscore. Mechi ya FAR Rabat nafasi 3 za wazi hawakuweza kuscore. Kwa changamoto ni aina ya wachezaji walionao. Hasa mwalimu afanye kitu gani? Watengeneza timu wanafika mbele hawezi kuwa nafasi. Kwa hiyo issue ni quality. Kwa lazima ifikie hatua waamue kama kweli wana malengo ya dhati ya kutaka kuchukua bingwa wa Afrika, hawakufika nusu finali. Tafuta wachezaji wengine. Hao wakina Max level zao ni ndani. Yaani kwa nje hawezi kukusaidia. Huo ndio uhalisia ambao pengine hawatapenda kusikia, lakini ndio ukweli uliopo. Issue ni quality ya wachezaji.